Alikuwa ajenti mdogo na mahiri zaidi wa Korea Kaskazini, mwenye sura ya kuvutia na uwezo wa hatari katika kutekeleza majukumu yake. Muda mfupi uliopita alihamishwa katika shule ya sekondari nchini Korea Kusini. Hakuwa hata amemaliza kujitambulisha darasani, wanafunzi wenzake wakaanza kumcheka. Alionekana kuwa wa kizamani na kuchekesha kwao. Hata mwalimu wake wa darasa alionekana kufikiri hivyo, akamketisha kwenye dawati la nyuma kabisa darasani. Hakujua kuwa mwanafunzi huyu mpya hakuja kwa ajili ya masomo, bali alikuwa akificha utambulisho wake kama agenti wa siri wa Korea Kaskazini. Baba yake alifariki akiwa katika mission, na kabla ya kufariki alimkabidhi mwanawe jukumu la kuendeleza operesheni hiyo. Mwanzoni Dae-ho alitaka kuishi maisha ya kawaida ya mwanafunzi ili asitiliwe shaka, lakini mara tu shule ilipoisha, kundi la wahuni lilimzunguka. Hawakuwa wanataka tu kumtesa mwanafunzi mpya, bali pia walikuwa wakimlazimisha mwanafunzi mwenzake, Hain, kutoa pesa za ulinzi. Walimsukuma Dae-ho ili kuona atakachofanya, lakini alivumilia na kupuuza vitendo vyao. Kiongozi wao, Guntae, alikasirishwa na ukimya huo na akamuita Dae-ho kwenye pambano juu ya paa la shule. Wakiwa huko, Guntae hakupoteza muda. Alimpiga ngumi moja usoni. Damu ilianza kutoka pembeni ya mdomo wa mshikaji, lakini ili kulinda siri ya uwezo wake halisi, alichagua kuvumilia. Guntae anaendelea kumtukana na kumdhalilisha, lakini mshikaji aliendelea kuwa mtulivu. Mmoja wa wahuni alimpekua na kupata pochi yake. Walipoona kiasi cha fedha kikubwa ndani yake, walishangaa sana. Guntae alipata picha ndani ya pochi hiyo. Ilikuwa ni picha ya Dae-ho akiwa pamoja na baba yake na dada yake mdogo. Kwa kuwa baba yake alikuwa amefariki, dada yake ndiye alikuwa mtu wa muhimu zaidi kwake. Kwa tabasamu la dharau, Guntae alianza kumkejeli dada huyo. Maneno hayo mabaya yalimgusa mshikaji wetu moja kwa moja ndani ya moyo wake. Mshikaji angejua kama jamaa ni moto, hata asingejaribu kufanya hivyo. Hii inaitwa ni kumgusa simba sharubu ukizani ni paka. Alijitahidi kudhibiti hasira yake huku akijaribu kuchukua picha hiyo. Alimwonya Guntae kwa sauti kali kwamba achukue pesa na kuondoka hapo, lakini Guntae alikasirika na kumvamia tena. Kwa bahati nzuri, mwalimu wao alifika kwa wakati na kudhibiti ugomvi huo. Akiwa hataki kuendelea na vurugu zaidi, akabaki mtulivu, akaichukua picha dada yake, baba yake na yeye, kisha akaiweka mfukoni mwake. Siku iliyofuata darasani, mwalimu aliwaamuru wanafunzi wote wakabidhi simu zao. Aliwatishia kwamba yeyote atakayekamatwa na simu angeadhibiwa vikali. Wanafunzi wachache walikaidi maagizo hayo, hivyo mwalimu akaadhibu darasa lote kwa kuamuru wabaki baada ya shule ili kusafisha madirisha. Wanafunzi wengine walipoondoka, Guntae walifanya ujanja uliosababisha mshikaji na yule msichana kufanya kazi hiyo peke yao. Licha ya kumtendea vibaya mshikaji, lakini alivumilia kimya kimya. Walipokuwa wakisafisha madirisha, Hain alikuwa akimtazama mshikaji kwa siri. Taratibu alianza kuhisi mvuto wa huruma kwake, lakini kwa Dae-ho misheni yake ilikuwa ni muhimu zaidi kuliko chochote. Usiku huu aliporudi nyumbani, alipokea kifurushi kutoka kwa shirika lake. Ndani yake kulikuwa na maagizo ya misheni mpya: kumuua msaliti wa Korea Kaskazini aliyejulikana kwa jina la siri Deepa. Mtu huyo alikuwa akiua maajenti wa Korea Kaskazini waliokuwa wamejificha. Alijulikana kwa ukatili na ustadi mkubwa kinoma. Kumuua Deepa, huo ulikuwa ni mpango wake wa kwanza na muhimu zaidi. Baada ya kupokea maagizo hayo, Dae-ho alianza kazi mara moja, na kwa kufuata maelekezo ya shirika lake, kwanza alienda kwenye duka la bahati nasibu lililoendeshwa na agent wenzake, na baada ya kusema kauli maalum ya siri, alipewa tiketi ya bahati nasibu pamoja na simu ya matumizi ya muda mfupi. Jamaa alibeba vifaa hivyo na kwa kufuata maelekezo yaliyofuata yalimpeleka kwenye duka la mikate. Huko alijifanya mteja wa kawaida. Baada ya kutamka kauli nyingine ya siri, muuzaji wa duka alitambua mara moja kuwa mshikaji na alikuwa ni agent. Bila kuongeza neno lolote, muuzaji alimkabidhi keki iliyokuwa imeandaliwa tayari. Ndani yake kulikuwa na bastola iliyovunjwa vipande pamoja na risasi 30. Dae-ho aliikusanya kwa haraka na kuiandaa kwa ajili ya matumizi. Siku iliyofuata, wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana, jamaa alifika kwenye eneo la makutano. Mlango ulipofunguka tu, Dae-ho hakupoteza muda. Alipoingia ndani, alimshambulia mmiliki wa ukumbi wa ngumi kwa mapigo adimu ya mapigano na kumshinda kwa urahisi kinoma yani. Mmiliki wa jimu hiyo akajidai kubishana kwamba hataki kupigwa na kuanza kurudisha mashambulizi kwa mshikaji, lakini jamaa alikuwa ameiva kinoma. Dae-ho alimwasha tena mshikaji kwa mapigano mengine ya kimashwat. Hapo ulikuwa ni mwendo wa vidochi tu, vidochi. Alishika nywele za mshikaji kwa mkono mmoja na kumbamiza chini kwenye sakafu, lakini Dae-ho hakutaka kumuua moja kwa moja. Alitaka kujua taarifa kuhusiana na Deepa. Mwanzoni mshikaji alikataa kuzungumza. Bila kusita, Dae-ho alimfyatulia risasi mguuni, kisha akasema, hiki ndicho unachokipata ukijidai msumbufu. Alitulia na kumpa nafasi ya mwisho kusema. Kwa kichapo alichokipokea na kutishiwa bunduki, akiwa ametishiwa bunduki, mshikaji mwisho wa siku akaamua kusema ukweli. Alisema mchinjaji wa nguruwe alikuwa amekutana na Deepa. Alipokuwa akizungumza, alianza kubadilisha nafasi yake taratibu. Alikuwa akitafuta nafasi ya kujibu mashambulizi. Ghafla alinyakua kiti kilichokuwa karibu na kukirusha kwa nguvu kuelekea kwa Dae-ho. Kisha akachukua kisu cha matunda kwa lengo la kummaliza kabisa. Lakini Dae-ho alikuwa amepata taarifa alizozihitaji, alijibu kwa haraka sana. Teke moja kali lililolengwa vizuri lilitosha kumdhibiti mshikaji huyo. Na hiyo ilikuwa mara ya kwanza Dae-ho kumuua mtu. Hatia kubwa ilianza kumtesa moyoni mwake, lakini alilazimika kuficha maumivu hayo ndani kabisa ya moyo wake. Dae-ho alirudi mchana huo shuleni.
Alipoingia darasani alimkuta mwanafunzi mwenzake Hein akinyanyaswa na wahuni. Walikuwa wakimtupia takataka ovyo na kumwamuru azisafishe. Jamaa hakuweza kuvumilia kuona akiteseka peke yake. Alisogea karibu naye na kuanza kumsaidia kuokota na kusafisha uchafu uliokuwa ukitapakaa sakafuni. Wahuni walipoona mwanafunzi huyo akimsaidia, walianza kwa kejeli zaidi, walitoa maneno ya dharau na kudai wawili hao walikuwa kwenye mahusiano. Lakini mshikaji hakujibu chochote. Aliendelea kuokota takataka kimya kimya. Kitendo hicho kidogo cha wema kilimgusa sana msichana na kufanya mthamini sana mshikaji. Baadaye Dae-ho darasani bado alikuwa amezama katika mawazo kuhusu tukio la mauaji. Mwalimu alipomwita kujibu swali, akiamini jamaa alikuwa na jibu la swali hilo. Hein alijaribu kumsaidia kwa siri kwa kumpa dokezo, lakini walikuwa wamemdharau sana mshikaji. Lakini alijibu kwa usahihi. Vizuri sana, sahihi kabisa, mwalimu alisema. Hein alivutiwa sana na huyu mwanafunzi mpya ambaye alikuwa si mtu mwenye sura nzuri tu, bali na akili alikuwa nazo. Hata hivyo amani haikudumu. Baada ya shule, Guntae na genge lake walimvuta Hein kwa nguvu hadi kwenye maabara ya sayansi. Jamaa yetu alikuwa akishuhudia tukio hilo. Guntae alikuwa anataka pesa ya ulinzi kutoka kwake. Walidai pesa zake za masomo alizokuwa amezipata kwa kazi ya muda. Walipoona msichana akionyesha hofu, Guntae na genge lake nia zao zikazidi kuwa ovu zaidi. Wakiwa karibu kumdhuru, mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Dae-ho alikuwa amesimama mlangoni. Alipoiona hali aliyokuwa nayo Hein, alielewa kila kitu mara moja. Hii inaitwa wamegusa pabaya. Mmoja wa wahuni akajaribu kumtisha, lakini alishindwa ndani ya sekunde chache. Wengine walimvamia kwa pamoja, lakini mshikaji aliwashinda mmoja baada ya mwingine kwa mapigo ya haraka na makali. Guntae alipoona wengine wote wameshagaragazwa chini na mshikaji, alijaribu kumshambulia. Hata hivyo, kwa ngumi moja tu, mkono wake ulivunjika na akaanguka chini akilia kwa maumivu. Na mshikaji akawa amefanikiwa kumwokoa Hein. Msichana akiwa haamini, alibaki analia kwa huzuni. Baada ya tukio hilo, Hein alilia kwa uchungu kutokana na hofu aliyokuwa ameipitia. Tangu siku hiyo mazingira ya darasani yakaanza kuwa ya amani zaidi. Siku moja Dae-ho akiwa darasani alizama kwenye mawazo akimhofia Hein. Mwalimu wa darasa alikuwa akizunguka kukagua wanafunzi, na kila alipomkaribia mwanafunzi walikaa sawa kwenye viti vyao. Alipomkaribia mshikaji alikuta bado amepotea kwenye mawazo. Mwalimu alipotaka kumpiga mshikaji kichwani, mshikaji alijibu kwa silika za mafunzo ya kijeshi. Kwa kasi ya ajabu akamkamata mwalimu mkono. Alipotazama juu akagundua kuwa alikuwa ni mwalimu wake. Akaachia mkono huo mara moja. Mwalimu alisimama akiwa amechanganyikiwa na kuaibika. Uso wake ulikuwa mwekundu kwa hasira na aibu. Kama adhabu alimfukuza Dae-ho nje ya darasa, kisha akatoka kwenda kuangalia mkono wake kama hujaumia. Wanafunzi wengine walilipuka kwa vicheko. Walihisi kana kwamba kuna mtu amewalipizia kisasi. Tangu siku hiyo mshikaji akawa shujaa wao. Guntae alikuwa amekaa kwenye kantini akiwa bado hajapona mkono wake uliovunjika. Mkono ukitetemeka, lakini bado alijifanya kuwa jasiri. Alisema, subirini nipone, nitavunja meno yake yote. Marafiki zake walimuunga mkono, wakidai kumpiga mshikaji hadi mama yake ashindwe kumtambua. Lakini muda mfupi baadaye Dae-ho aliingia kwenye kantini. Mara moja ujasiri wa Guntae ulitoweka na nafasi yake kuchukuliwa na hofu iliyoonekana waziwazi usoni mwake. Dae-ho alimkaribia Guntae, lakini hakuja kupigana. Alitaka kujua kwa nini Hein hakuja shuleni. Guntae aligugumia maneno bila kutoa jibu la kueleweka. Bila njia nyingine, jamaa alienda kumwomba mwalimu ruhusa ili akamtafute Hein. Alipoingia ofisini alimkuta mwalimu akiwa amefunga bandage mkononi. Mwalimu alipomwona alishtuka sana na kufunika mkono wake kwa shati lake. Hii iliashiria kuwa mwalimu bado alikuwa hajasahau lile tukio lililotokea. Aliposikia ombi la Dae-ho kuondoka shuleni, mwalimu alikubali mara moja bila hata kufikiri mara mbili. Mshikaji wetu Dae-ho akaenda moja kwa moja kwenye mgahawa ambao Hein alikuwa akifanya kazi. Huko alitambua kuwa alikuwa ameshaacha kazi na alidhani asingemuona tena. Alipokuwa akirudi nyumbani siku hiyo, alimwona mtu anayemfahamu. Alikuwa ni Hein. Hein alikuwa ameacha shule na kupata kazi mpya katika mafunzo ya dansi. Kumbe tangu zamani alikuwa na ndoto ya kuwa mcheza dansi. Kila alipopita karibu na studio ya dansi ya shule, alikuwa akiwatazama wasichana walikuwa wakifanya mazoezi kwa hamu kubwa. Ili kupata kazi hiyo mpya, alihitaji kupata saini ya mlezi na alimwomba mshikaji asaini kama kaka yake mkubwa. Japokuwa hakuhitaji kufichua uhalisia wake, lakini alisaini. Dae-ho alivuta pumzi ndefu. Mapenzi ya Hein kwa sasa yalimkumbusha mdogo wake aliyebakia Korea Kaskazini, naye pia alipenda sana sanaa. Lakini mdogo wake alikuwa akifuatiliwa kila wakati na serikali ya Korea Kaskazini, iliyotumia kama njia ya kumlazimisha kukamilisha misheni zake nchini Korea Kusini. Hii ndio sababu kubwa iliyomfanya mshikaji aendelee kupigana. Alitaka kumuona dada yake tena. Hata wazazi waliokuwa akiishi nao nchini Korea Kusini hawakuwa wazazi wake kweli, walikuwa maagent wa serikali. Mshikaji alimpeleka Hein nyumbani akiwa ameshikilia mwamvuli. Uwepo wake ulimfanya msichana ajisikie furaha kwa asili, lakini kwa upande wa Dae-ho hakuwa na hisia za kimapenzi, alimuona kama mdogo wake. Walipokuwa wakizungumza, Dae-ho alijifunza mengi kuhusu maisha yake magumu. Wazazi wake walifariki alipokuwa mdogo. Tangu hapo alikuwa akijitahidi kuishi kwa kutegemea kazi ndogo ndogo za muda. Siku iliyofuata, akiwa na nia ya kumaliza misheni yake haraka, mshikaji alifuata kidokezo alichopata na kwenda kwenye duka la mchinjaji. Akiwa amemwekea bunduki, mchinjaji huyo alilazimika kuzungumza. Alifichua utambulisho wa Dipa pamoja na namba za gari, huku akiomba asiuawe. Lakini maombi hayo yalikuwa mtego.
Kwa ghafla aliruka na kumshambulia Daeho kwa ndoano ya nyama. Daeho alitumia kipande kikubwa cha nyama kuzuia shambulio hilo na kisha akamdhibiti mchinjaji kwa urahisi zaidi. Baada ya kupata namba ya gari, alianza kumfuatilia Deepa. Hatimaye alilikuta gari hilo na kuanza kulifuatilia kwa pikipiki. Jamaa yetu akisubiria nafasi sahihi ili aweze kumshambulia. Taa nyekundu barabarani ilipoonekana, aliona huo ndio wakati mwafaka. Lakini Deepa hakuwa mtu wa kawaida. Aligundua hatari iliyokuwa inamkaribia. Mshikaji alipotoa bunduki, alikanyaga mafuta kwa nguvu akijaribu kutoroka. Risasi zilipasua madirisha ya gari. Risasi zingine zilivunja kioo cha pembeni na nyingine ikapasua tairi. Gari la Deepa lilianza kuyumba vibaya kabla ya kugonga kingo za barabara. Mshikaji alivaa kofia yake na kuanza kulikaribia gari lililopata ajali. Deepa alikuwa amekwama ndani bila uwezo wa kutoroka. Lakini kabla hajamaliza kazi yake, aliona umati wa watu ukikusanyika. Wengi walikuwa wakirekodi tukio hilo kwa simu zao. Ili kulinda utambulisho wake wa siri, aliamua kuondoka. Hata hivyo, Deepa alikuwa tayari ameshamtambua. Usiku huo, Deepa aliwaongoza watu wake hadi kwenye makazi ya siri ya Daeho. Huko waliwakuta wazazi wake wa kificho. Bila kusita, watu wa Deepa waliingia ndani. Deepa alianza kumhoji mama wa Daeho, akitaka kujua mahali almasi zilipokuwa zimefichwa. Alimtaka ampe namba ya kufungua safe, huku akiahidi atamwacha aishi. Kumbe pande zote mbili zilikuwa zikisaka kitu kimoja, almasi zenye thamani kubwa sana ambazo zingeweza kufadhili ndoto yoyote ya kisiasa. Baada ya kupata namba ya kufungua safe, Deepa alimuua mama huyo. Juu ghorofani, baba yake alikuwa akisikiliza muziki kupitia headphones. Hakujua hatari iliyokuwa ikitokea chini. Alipokutana na Deepa, naye alipigwa risasi na akauawa. Watu wa Deepa waliondoka na almasi zote. Deepa mwenyewe alikuwa amekaa kwenye sofa akisubiri kurudi kwa Daeho, na muda mfupi baadaye Daeho alirudi nyumbani. Alipoiona miili ya wazazi wake wa kificho, alielewa mara moja kilichokuwa kimetokea. Safari hii ilikuwa vita binafsi. Alipaswa kumuua Deepa. Alichana shati lake na kumvamia kwa hasira. Deepa alipindua meza na kuanza kumshambulia kwa ngumi za haraka, lakini Daeho alizizuia zote. Ngumi za Deepa zilivunja vioo na thamani, lakini hazikuweza kumpata vizuri mshikaji wetu. Daeho alikuwa na sababu kubwa ya kupigana. Mdogo wake aliyekuwa akimsubiri Korea Kaskazini. Oya, hilo inaitwa mwanakulifind mwanakuligeti. Kila punch hora na tunga tungo bora peace kwa kaka Chotara. Baada ya kushindwa mapambano ya mkono, Deepa alitoa bunduki. Daeho alimkamata mkono wake haraka na kujaribu kumnyang'anya silaha hiyo. Oya, unaambia kiliwaka humo ndani? Wanaume walipigana humo ndani, hiyo ni kama kumfukuza mwizi kimya kimya. Kwa haraka Daeho alichukua waya uliokuwa karibu, akajirusha nyuma na kuufunga shingoni mwa Deepa. Deepa alianza kukosa hewa, lakini akatoa kisu kilichokuwa kimefichwa na kubadili mwelekeo wa pambano tena. Daeho alikwepa shambulio hilo kwa shida, na kwa kutumia kopo la bia kama ngao alizuia kisu hicho. Baada ya mapambano mafupi, alimnyang'anya kisu na kumpiga mashambulizi mawili ya mwisho yaliyomaliza vita. Ingawa alikuwa ameshinda, lakini Daeho alikuwa amejeruhiwa vibaya. Kuona wazazi wake wa kificho wakiwa wameuawa kwa sababu yake kulimjaza hatia kubwa. Akijua kuwa siri yake ilikuwa imefichuliwa, jamaa yetu aliamua kufuta ushahidi wote. Alikata bomba la gesi na kuweka silaha zenye damu ndani ya microwave kabla ya kuondoka kwa pikipiki. Dakika chache baadaye, nyumba hiyo ililipuka na kuteketea kwa moto mkubwa. Polisi walifika na kuzingira eneo hilo. Licha ya moto huo kuteketeza nyumba hiyo vibaya, walipata ushahidi kadhaa katika mabaki ya nyumba, ikiwemo sehemu ya sare iliyokuwa na jina la Daeho. Kutokana na ushahidi huo, waligundua kwamba alikuwa ni agent wa Korea Kaskazini. Alijua kuwa asingeweza kubaki tena hapo. Daeho alielekea kwenye eneo lake la siri la mawasiliano ili kutoroshwa. Huko alimkuta mwanamke mzee aliyekuwa msimamizi wake. Baada ya kumtunza kwa muda, Daeho alipona majeraha yake. Alipodhani kwamba hatimaye angerudi nyumbani, kifurushi kingine cha ajabu kilifika. Ndani yake kulikuwa na misheni yake ya mwisho aliyopaswa kuitekeleza kabla ya kuondoka. Alitakiwa kurejesha almasi zilizoibwa. Wakubwa wake walimwahidi kwamba akifanikiwa angeunganishwa tena na mdogo wake, na bila kusita Daeho alikubali. Hakujua kwamba misheni hiyo pia ingempeleka karibu sana na kifo. Kwa kufuata taarifa alizopewa, alifika kwenye eneo la kubadilishana almasi. Akitumia bastola yake yenye kifaa cha kupunguza sauti, aliwaua walinzi wawili haraka, lakini kwa bahati mbaya alionekana. Biashara ya almasi ilisimamishwa mara moja. Mmoja wa wanaume aliyebaki alienda kuchunguza, lakini Daeho hakuonekana popote. Wakati wote walipokuwa wamechanganyikiwa, ghafla bomu la mkono lilirushwa katikati yao. Mlipuko mkubwa ulitokea na kuwaua viongozi wa kundi hilo papo hapo. Mmoja wao alinyanyua mkoba uliokuwa na almasi na kukimbia. Akijua kuwa Daeho alikuwa karibu, alijificha ndani ya njia za hewa. Hata hivyo, Daeho alimuona haraka. Baada ya kuhakikisha kuwa misheni yake imekamilika, Daeho alianza kujiandaa kurudi nyumbani. Alinunua matunda kwa ajili ya dada yake na sweta kwa ajili ya yule mama aliyemtunza wakati wa majeraha yake. Baada ya kumuaga mama huyo, alimtembelea Haein kwa mara ya mwisho na kumuaga kama rafiki wa kweli. Hatimaye Daeho alifika eneo la kutoroshwa. Mtu alikuwa akiwasiliana naye alimwambia kwamba kama kila kitu kingekwenda vizuri, angekuwa anakula kifungua kinywa mchini kwake asubuhi inayofuata. Jamaa aliamini hivi punde ataungana na dada yake, lakini sekunde chache baadaye mtu huyo alimchoma kisu. Akiwa katika maumivu makali, Daeho
alipambana na kufanikiwa kumshinda mshambuliaji wake. Hakuelewa kwa nini mtu wa taifa lake mwenyewe angemgeuka. Mtu huyo alimweleza ukweli mchungu. Ulikuwa mjinga sana, alisema. Hakuna agenti anayerudi Korea Kaskazini akiwa hai. Hatimaye Daeho alielewa ukweli. Kuanzia siku hiyo waliondoka nchini mwao. Maagenti wa Korea Kaskazini walikuwa ni vifaa vya kutumika na kutupwa tu. Wangeuawa na maadui wao au na serikali yao wenyewe. Sasa alielewa kilichompata baba yake. Baba yake alikuwa ameuawa alipokuwa akirudi nyumbani baada ya kukamilisha misheni yake. Bila kuwa na chaguo lingine, Daeho alimuua mtu huyo. Hakuamini kuwa uaminifu wake mkubwa ulilipwa kwa usaliti wa kikatili kiasi hicho. Akiwa hana pa kwenda, alijikokota kwa kivuja damu hadi kwenye kibanda cha yule mama ili kupata majibu zaidi. Lakini alipofika, alikuta eneo lote limezingirwa na polisi. Utambulisho wa mama huyo pia ulikuwa umefichuliwa. Alipomwona Daeho katikati ya umati wa watu, alimwambia kimbia. Mara moja alikamatwa na polisi. Mkuu wa polisi alimwona Daeho akiwa amesimama kwa huzuni ndani ya umati wa watu. Akahisi jambo lisilo la kawaida na akaanza kumfuatilia. Lakini Daeho alifanikiwa kutoroka. Akitambua kuwa alikuwa amenaswa na hakuwa na mahala pengine pa kwenda, alikimbilia kwenye nyumba ya Haeun kutafuta hifadhi. Kwa msaada wake wa haraka, maisha yake yaliokolewa. Wakati huo huo, alikuwa amejua ukweli wote kuhusu Daeho kupitia taarifa ya habari. Licha ya kujua kuwa alikuwa agent wa Korea Kaskazini, hakumripoti kwa polisi. Alijua kwamba hakuwa mtu mbaya. Alijua kuwa kila kitu alichofanya ilikuwa ni kwa ajili ya dada yake. Kwa hiyo alimruhusu akae hapo hadi apone. Siku iliyofuata, Haeun akiwa ananunua bidhaa dukani, alikutana na mkuu wa polisi. Alikuwa akimtafuta kwa sababu alihisi kwamba alikuwa na taarifa kuhusu alipo Daeho. Lakini kwa uaminifu wake kwa rafiki yake, Haeun alijifanya hajui chochote. Wakati huo huo, viongozi wa Korea Kaskazini walikuwa wamemleta mdogo wake na Daeho nchini Korea Kusini. Lengo lao lilikuwa ni kupata almasi. Daeho alipokea simu kutoka kwa wakubwa wake. Walimwamuru kubadilishana almasi hizo kwa maisha ya mdogo wake. Moyo wake ulizama kwa huzuni. Mdogo wake ndo alikuwa familia pekee iliyobaki. Asubuhi iliyofuata alichukua almasi na kuelekea eneo la makubaliano, na sauti ya pikipiki yake ilimwamsha Haeun. Mara moja alihisi jambo baya lilikuwa linakuja. Akiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa Daeho, aliwasiliana na mkuu wa polisi na kuomba msaada. Katika eneo la makutano, hatimaye Daeho alimuona mdogo wake, mtu ambaye alikuwa akitamani kumuona kwa miaka mingi. Hakujua kwamba alikuwa anaingia moja kwa moja kwenye mtego. Akiwa tayari kukabidhi almasi hizo, alijua kuwa mara tu angezikabidhi angeuawa. Wakati hali ilipokuwa mbaya zaidi, risasi zilisikika. Watu wa mkuu wa polisi walikuwa wamewasili na kuokoa maisha yake. Kwa kutumia vurugu za mapigano hayo, mshikaji alianza kufuatilia gari lililokuwa limembeba dada yake, lakini hakuweza kulifikia. Alipokuwa karibu kukata tamaa, magari mengine ya polisi yaliwasili na kuzuia gari hilo. Baada ya kumzingira, haraka walifanya kumwokoa mdogo wake. Watekaji walikamatwa na mdogo wake akaokolewa. Akiwa amefarijika, Daeho akaondoka kimya kimya. Alidhani kwamba safari yake kama agent ilikuwa imekwisha, lakini alikuwa amekosea. Shirika lile sasa lilikuwa limemlenga Haeun. Daeho alipokea simu nyingine ya vitisho. Aliambiwa kwamba asipokabidhi almasi, Haeun angefariki. Mshikaji alijua kuwa rafiki yake alikuwa hatarini. Kwa sababu yake, aliamua kumaliza kila kitu mara moja na kwa mwisho. Kabla hajaondoka, alipiga simu kwa mkuu wa polisi na kuacha simu yake karibu na mlango ili polisi waweze kutrack eneo alipo. Kisha akaenda eneo la kukutana akiwa peke yake. Alipofika, akakagua mazingira kwa makini. Baada ya kuhakikisha binti alikuwa hai na salama, alitoa almasi na kuzirusha hewani. Wakati kila mmoja akizikimbilia, alimpiga risasi mmoja wa maadui, lakini haraka alizingirwa na kushambuliwa kutoka kila pande. Alipigwa risasi begani na akalazimika kujificha. Alitumia chumba alichokuwa ameficha Haeun kama kinga. Aliendelea kurushiana risasi na maadui, lakini walikuwa wengi sana. Baada ya muda mfupi, alikwama bila njia ya kutoroka. Jamaa akaona mtungi wa gesi karibu. Mara moja alirusha kifaa cha kulipuka alichokuwa amekiandaa kuelekea kwenye mitungi hiyo. Akimkinga Haeun kwa mwili wake, alilipua kifaa hicho. Mlipuko mkubwa wa moto ulitokea na kuwaua maajenti kadhaa. Walidhani wamefanikiwa kutoroka, lakini walipokuwa wakikimbia, jamaa aliangushwa chini na muuaji mmoja, na mpambano mkali ukaendelea. Sauti za ving'ora vya polisi vilianza kusikika vikikaribia. Mshikaji alipambana kwa ujasiri. Kiongozi wa Korea Kaskazini alipata fahamu na kuelekeza silaha kuelekea kwao, lakini mkuu wa polisi aliwasili kwa wakati. Hata hivyo, Daeho alimwelekezea mkuu wa polisi bunduki yake. Alisema hangeweza kurudi tena katika nchi yake na angekufa ili mdogo wake apate uhuru. Kisha aligeuka na kumpiga risasi kiongozi wa Korea Kaskazini. Baada ya kurushiana risasi, wote wawili wakaanguka chini. Haeun alitazama kwa hofu kubwa. Mkuu wa polisi alimkimbilia Daeho na kumpeleka hospitali kwa haraka. Wakiwa njiani, Daeho akiwa katika pumzi zake za mwisho, aliendelea kutaja jina la mdogo wake mara kwa mara. Hata katika dakika zake za mwisho, jambo muhimu zaidi kwake lilikuwa ni usalama wa mdogo wake. Hatimaye mshikaji alifariki kutokana na majeraha yake. Katika mwisho wenye kugusa moyo, Haeun alichukua jukumu la kumtunza mdogo wake na Daeho. Alimchukua katika maisha yake na kumlinda kama dada mkubwa. Wawili hao waliendelea kusaidiana na kuendeleza urithi wa Daeho kwa kujali na kuwalinda watu waliowapenda. Na huu ndo unakuwa mwisho wa filamu yetu hii nzuri. Niambie kwenye comment, mwanafamilia wa Cinemax, umejifunza nini kutoka kwenye kisa hiki? Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, na washa alama ya kengele ili upate notification kila tunapoweka movie mpya. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, kaka Chotara, na kwa sasa sina la ziada. Hadi wakati mwingine, bye.